Wakilishi wa salamu kutoka Zanzibar kwa kiongozi wetu kwa niaba ya wote wanaoongoza na kwa niaba ya familia. Kwenye familia, sababu mahusiano haya baina ya familia ya mzee Mwapati wote walitangulia na ndugu yetu huyu sasa aliondoka na walobaki familia ya mzee Hassan Mwinyi ni ya tarehe na mashirikiano na mahusiano yamekuwepo, na katika hali ya kawaida ni kwamba tunakimbiliana pale ambapo jambo kama hili linatokea. Lakini kama waliozungumza wenzangu, napenda tu niseme jambo moja kwamba kusema kwamba tunaomboleza, lakini zaidi kiusahihi tunasherehekea maisha yetu ambaye wote wamezungumza, wamesema ameandika hadithi njema, ameishi vizuri katika jamii, alifanya mafanikio mazuri ambayo kila mmoja alipata fursa ya kuzungumza kwa niaba ya wale ambao tunawakilisha. Hakika mambo yake aliyofanya na mahusiano yake na watu, miamala, ni kwamba ameishi vizuri, na sisi tunachojua kama alivyozungumza wenzetu hapa kwamba sote ni marehemu watarajiwa. Kituo kila mmoja anafika kwa wakati wake, lakini hatimaye kila mmoja kujaliwa, huo ndo njia ambayo lazima tuipitie. Kwa hiyo tumuombee dua na tuko pamoja kwenye sala inshallah. Muombe dua inshallah, Mwenyezi Mungu amkufirie, amrehemu, amjalie makazi yake iwe ni pepo, na mwepushe na adhabu zote ambazo zinaweza zikatokana na tunazokuta maiti. Baada ya hapo, kwa sababu nimesikia hapa swala la muda, basi nisizungumze sana leo, hasa sisi kwa kuzungumza sana, lakini tunasherehekea maisha ya mwenzetu. Tunaendelea kumwombea kwa yeye, tuombee kuwa na wenzetu waliotangulia, na sisi ambao tumebaki tujiombee husnul hatma, ili tukiondoka tuondoke salama, na watakao kubahatika kuja kuzungumzia na sisi, basi na sisi tuzungumzie vizuri inshallah, kwa sababu wanasema kauli ya binadamu wengi ndo kauli ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo inshallah Mwenyezi Mungu atupokee na sisi sote salama. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.